Rais Ibrahim Traore amejaribu kutoa msimamo wake kwa wanajeshi 21 waliokuwa wamejaribu kuipindua serikali ya nchi hiyo muongo mmoja uliopita. Sasa hapa ninakwenda kuungana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Ismail kutokea Tanga, ambaye atatudadavulia kinagaubaga kuhusiana na ishu nzima ya hao wanajeshi 21 ambao wamepata kutolewa tamko na Rais Ibrahim Traore Jumatatu ya tarehe 31 Machi 2025. Huyu hapa ni Ismail kutokea Tanga. Habari za uzima? Kubwa zaidi katika mitandao ya kijamii, habari ya Ibrahim Traore kutoa tamko kwa wanajeshi 21, umeisikia? Nimeipata ndio. Ndio, watu wanasema kwamba mtazamo wa watu kwamba huenda huu msamaha ambao ameutoa kwa hao wanajeshi unaweza ukaja ukamtokea puani. Wewe nini angalizo lako kwake? Mimi nadhani sina angalizo kubwa zaidi ya kufutiwa na hiki alichokifanya, kwa sababu ndio mtazamo wangu ni kwamba amefanya hivi kwa lengo la kutaka kuiunganisha nchi yake, kuleta umoja na kuonyesha mkono wa msamaha ili hata na wengine waweze kuwa na umoja katika taifa lake. Ndio. Umoja wa kisiasa, umoja wa kijamii ni kitu cha msingi sana, na ili uweze kuliomba hilo ni lazima wewe ndio uanze kwa kuonesha. Sasa yeye kama kiongozi wa nchi nadhani amefanya hivyo kwa makusudi, kwa lengo la kuwaonesha wengine kwamba sasa taifa ni moja, na yale aliyopita kama tunaonesha kuyajutia, basi tunatakiwa kuyasahau, tuweze kusonga mbele kwa yaliyo mema. Takribani miaka 10 imeweza kukatika tangu wanajeshi hao waweze kufanya jaribio hilo la kutaka kuipindua serikali ya Burkina Faso 2015. Ndio kusema kwamba huo umoja ambao Ibrahim Traore anajaribu kuona sasa watangulizi wake hawakuona awali. Nadhani tunaishi tukiwa tunaepuka makosa yaliyofanywa na wale waliopita. Ndio. Na vile kwa mantiki hiyo ni kwamba nchi hizi za Kifaransa zimekuwa zikiexperience mapinduzi mara kwa mara. Ndio. Na mara nyingi mapinduzi yamekuwa yakifanywa kwa lengo aidha la kulipiza kisasi, lakini mengine yamekuwa yakifanywa kwa lengo la kuondoa tawala za kidikteta. Ndio. Lakini pia ni kwamba aliyekufanyia kisasi au alikufanyia kosa ukimlipizia kisasi hiko kitaendelea. Naam. Sasa haimaanishi kwamba kwa kuwa waliopita kwake au viongozi wengine waliopita wakina Blaise Compaoré na wengineo walifanywa mapinduzi, basi kila alifanya mapinduzi awekwe jela maisha, awekwe jela kwa miaka 20 kama ambao walikuwa wameshtakiwa ambao wamewasamehe kwa sasa. Hapana, mimi nadhani amejaribu kuwaruhusu ili warejee mtaani, wakawe nembo, wakawe ishara ya maridhiano, ishara ya umoja na ishara ya msamaha kwa yeyote aliyekukosea, ili nchi iendelee kuwa ni nchi yenye mtazamo mmoja, nchi yenye mtazamo wa kimaendeleo kuliko kuwa na hofu na kuliko kujiandaa kwa visasi au kujikinga kwa visasi hapo mbeleni. Lakini inaonekana kwamba mara kadhaa watu wamekuwa hawalizishwi na tawala mbalimbali ambazo zimepita, ndio maana pengine nchi ya Burkina Faso inaongoza kwa mapinduzi nchini humo. Hii imekaaje kwa wanajeshi hawa ambao wameachiliwa sasa, wakirudi uraiani hawawezi kuanzisha sekeseke na kuunda vikundi vya kigaidi? Kwanza niweke sawa, ni kweli kwamba nchi ya Burkina Faso imekuwa ikipitia mapinduzi ya mara kwa mara, sababu ukiangalia kuanzia tokea kipindi anaingia Thomas Sankara, baadaye ametoka akaingia Blaise Compaoré, amekaa miaka mingi mpaka anakuja anatoka 2014. Wamekuja kumfanyika mapinduzi kama mara 3 mara 4 hapa katikati mpaka anakuja rais wa sasa kwa maana ya Traore. Lakini kuweka kitu sawa ni kwamba sio Burkina Faso pekee, japo siungi mkono hilo, lakini nataka kuonyesha kwamba ni almost mataifa yote ambayo yalikuwa chini ya utawala wa Ufaransa kama mkoloni wao. Nikiwa namaanisha Mali, Ivory Coast, Niger, ni nchi ambazo hazikuandaliwa kujiongoza zenyewe kama zenyewe kidemokrasia. Sasa namna gani tunaweza tukatatua hili? Namna gani tunaweza kuliondoa hii mizizi ya kupinduana? Ninadhani kunyosha mkono wa heri, kunyosha mkono wa umoja, kunyosha mkono wa msamaha, na kuepuka kufufua makaburi ya yale yaliyopita, bali kuzika na kufuta makovu kulingana na yale yaliyopita. Sasa ili kuliondoa hilo, ndo kama nimesema mwanzo, rais ni lazima aoneshe mfano. Na unaonesha mfano kwa watu gani? Unaonesha mfano kwa wale waliofanya makosa makubwa
nao ninaamini ni wale ambao walitaka kujaribu mapinduzi miaka kadhaa iliyopita. Sasa ili raia waweze kujifunza kwamba kama rais naamini kabla ya kufanya hili amefanya tathmini. Baada ya kufanya tathmini pia ameandaa mazingira ya hata ufuatiliaji, lakini lengo kuu ni nini? Sio kutaka kuonea. Lengo kuu ni kutaka kuonesha raia kwamba kama tutaaminiana, kwa sababu unajua hata jina lenyewe la nchi ya Burkina Faso ndio kabla ya wakoloni walikuwa wanaita hapa Malta, sasa hivi inaitwa Burkina Faso, ni nchi ya watu waaminifu. Ndio maana ya neno Burkina Faso, nchi ya watu waaminifu na wanaojivunia kile walichonacho, ardhi ya watu waaminifu. So nadhani ametaka kuonesha hilo kwamba tukiaminiana, tukisameheana, tunaweza tukasahau yaliyopita ili tuweze kuganga yajayo ambayo yanaweza yakawa mema na yenye mwanga katika kizazi chetu na kizazi kijacho, ili tuweze kuacha ile mitazamo ya kupinduana, kutaka kuchukua nafasi, bali tujenge kwa pamoja tukiwa raiani badala ya kuwa wengine wako gerezani, wengine wako raiani. Tunazungumzia mapinduzi hapa, na hata msamaha uliotoka ni kwa wanajeshi ambao walikuwa wamejaribu kufanya mapinduzi. Mpaka sasa ni takribani miaka mitatu, Ibrahim Traore bado ina sound ile rais wa mpito. Nini mkakati wake wewe unautazama kuhusiana na swala zima la kuanzisha labda uchaguzi wa kidemokrasia waweze kumpata rais wa kuongoza nchi hiyo? Kusema kweli mpaka kufikia sasa hajaleta ule mwelekeo ambao tunaweza tukasema tunauona kuelekea kwamba ni mwelekeo wa kidemokrasia au wa kudumu madarakani. Ndio. Matendo ambayo ameendelea kuwa anayafanya mpaka sasa yamekuwa ni matendo ya aina tatu. Ni matendo ya kuleta maridhiano katika taifa, ni matendo ya kuleta utulivu katika taifa, lakini vile vile ni matendo ya kuleta maendeleo katika taifa. Lakini hatuwezi kukwepa uhalisia kwamba ili tuwe na maendeleo endelevu kwa dunia sasa ni vizuri sana kuwa na mfumo imara wa kidemokrasia. Ndio. Naye kwa sasa hajafanya yale matendo makubwa, japo hata huu msamaha anaotoa huenda pia ni kuiandaa nchi kidemokrasia. Hatuwezi kuandaa nchi kidemokrasia hali ya kuwa wengine aidha walifanya makosa au hawakufanya makosa, wapo ndani. Ni sawa. Yeye amefanya mapinduzi ili kuondoa tawala ambayo aliamini singeweza kuleta maendeleo. Tawala ambayo aliamini ilikuwa inagandamiza au ilikuwa na mfumo ambao si rafiki kwa taifa lake. So wale waliohukumiwa chini ya tawala hizo ilibidi awasamehe, warejee mtaani, ili kama kutakuwa na mifumo rasmi ya kidemokrasia ambayo anaendelea kuiandaa, kila mtu ambaye anaweza kushiriki basi na ashiriki. Na ndio maana halisi ya demokrasia, kwa maana ya majority participation, watu walio wengi washiriki katika kufanya maamuzi. So huenda hili ni miongoni mwa njia kuelekea kwenye demokrasia, lakini kwa miaka mitatu kusema kweli bado tunaweza tukasema ingetosha kufanya zaidi. So tuendelee kumpa nafasi, lakini naweza nikatoa angalizo pia kwamba for sure anatakiwa aendelee kufanya zaidi, ili angalau watu ambao ni waumini wa demokrasia tuendelee kuamini kwamba anatupeleka huko. Basi tukiendelea kubaki na Ibrahim Traore, hapo nina swali lingine ambalo najiuliza na hapo pia sipati majibu. Unavyofikiria wewe Ibrahim Traore, tumpe muda gani au miaka mingapi pengine anaweza kama ameweka nchi yake sawa sasa kwa ajili ya demokrasia hiyo ambayo tunaizungumza? Kusema kweli nchi ni ngumu sana kuweza kusema ni muda kiasi gani, kwa sababu kuna baadhi ya nchi zimefanya transformation ndani ya miaka mitatu, zingine zimefanya transformation ndani ya miaka miwili, lakini pia zingine zinaweza zikaandaliwa kwa zaidi ya muda huo. Kwa sababu tukiangalia Burkina Faso imepata uhuru miaka 1960 kutoka kwa Faransa. Na changamoto ya nchi za Kifaransa kama nilivyosema hapo awali ni kwamba ni nchi ambazo hazikuandaliwa kujiongoza kidemokrasia. Hata huenda raia ni lazima waandaliwe, wapate elimu ya demokrasia. Na changamoto kubwa ambayo nchi za Kiafrika tumekuwa tukiipata ni kwamba demokrasia tunayoiishi ni demokrasia ambayo asili yake ni nje ya Afrika. Ndio. Kwa ni ngumu kusema kweli kuweza kuiishi. Tunahitaji demokrasia ambayo imeandaliwa na inaendana na sisi wa Afrika. Sasa wakati huu ambao tayari limeshaonekana kuwa gumu, inabidi tuendane na ile ambayo tayari tunaletewa kutoka nchi za magharibi. Sasa kwa mantiki hiyo ni kwamba ni ngumu kwa sasa kuweza kujibu kwa moja kwa moja kwamba tunaweza tukampa miaka mitano, miaka miwili, kwa maana kama ni miaka miwili basi ameshashindwa. Hapana. Mimi nadhani tunatakiwa tuendelee kupongeza kila kitendo ambacho amekifanya na kinaonesha kinatupeleka kwenye demokrasia, na kuendelea kuonya au kutoa maangalizo kwenye kitendo chochote kile ambacho ataweza kukifanya kinachoashiria kutokuwepo kwa demokrasia.
Demokrasia tunaizungumzia ni watu, inawahusu watu moja kwa moja, lakini huyu mwamba Afrika kwa sasa inaonekana ni rais pendwa kwa vijana na watu wengi, na naamini hata Burkina Faso tunajaribu kufuatilia hapa komenti kupitia mitandao ya kijamii, inaonyesha kwamba ni rais ambaye Burkina Faso wenyewe wamemwamini sana. Ni nini hasa endapo pale atasema kwamba anataka kuiacha nchi sasa atawale utawala mwingine? Raia unadhani wanaweza kaafiki hilo swala? Nadhani tunasema ni kweli, ukifuatilia mitandao ya kijamii wengi inaonekana wanampenda sana Ibrahim Traore kulingana na matendo yake, lakini tunapoizungumzia demokrasia pia inaambatana na takwimu, na ili kuweza kulithibitisha hilo ndio maana tunaenda kwenye uchaguzi, tunaenda kwenye boksi la kura. Sasa kusema kweli, kama tunataka tutambue ni kweli anapendwa kwa kiwango gani, hatuwezi kuepuka swala la uchaguzi. Hilo ni jambo la kwanza, tuliweke sawa. Lakini jambo la pili, kusema ataiacha nchi ghafla kwa wakati huu au ndani ya mwaka mmoja ujayo, ukilinganisha na reform ambazo amekuwa akizifanya, mabadiliko ambayo akiyafanya katika mifumo, lakini pia katika nafasi za uongozi na hatua ambazo ameanza kuzichukua za ujenzi wa viwanda, ujenzi wa huduma za kijamii, kusema kweli akiacha nchi kwa wakati huu itakuwa ni ghafla sana, na mambo mawili yanaweza katokea. Kwanza, jambo kubwa sana anaweza katokea itakuwa ni moja, kwa maana ya machafuko. Machafuko si lazima pia machafuko ya kisiasa, lakini machafuko ya kimfumo, kuanzia mfumo wa kijamii, mfumo wa kiuchumi, kwa sababu yule aliyeanzisha, kama hakuna watu imara kuweza kusimamia mitazamo yake ile, basi hawatoendeleza kile kizuri alichokianzisha. Kwa hiyo ni vizuri kusema kweli aendelee, lakini kuendelea kwake si lazima aendelee katika mfumo ambao sio kuwa rasmi kutokana na demokrasia. Anaweza akaendelea huko akiwa na mazingira rasmi ya kuweza kutengeneza mfumo ambao utamfanya aseme ni kweli nimechaguliwa kidemokrasia. Japo awamu ya kwanza ili nitumie nguvu kuweza kuingia madarakani, kuondoa mfumo usiokuwa sahihi au kuondoa uongozi ambao ulikuwa haupo katika mrengo wa kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Burkina Faso. Tumekupata vyema sana kutokea hapa ofisi za Afro Media, na tunakushukuru sana Bwana Ismail kutokea Tanga. Nashukuru sana. Basi sawa, shukrani sana. Asante sana.